Othman Masoud asiwadanganywe Wazanzibari, hakuwahi kuwa kwenye harakati za kuunga mkono ACT wala CUF wala kumpigia kura Maalim Seif na mgombea wote wa CUF. Alibaki yeye kwa maslahi yake na asiwadanganyi anapokwenda kwenye ziara zake. Ukweli na huu, na akanushe huu, na aje na kitambulisho kama hicho. Mimi kwanza ni mpiga kura toka mwaka 90. Na sijawahi kukosa kupiga kura. Lakini mwaka 2020 bahati mbaya nilikuwa na kazi za watu nje ya nchi. Na kwa hivyo wakati ule wa kuupdate daftari sikuwepo. Kuna watu 82,000 walitolewa kwenye daftari 2020 kinyume na utaratibu sharia inavyosema ya uchaguzi na utaratibu uliotumika kuwatoa sio sawa. Mmoja katika wale waliotolewa ilikuwa mimi. Niliona ilibidi nikaandikishe tena upya, wakati mimi nimeanza kupiga kura toka mwaka 90. Tumeitana hapa ofisini, kuna jambo ambalo tunataka kulitolea ufafanuzi, ambalo juzi tulimsikia mwenyekiti wa ACT Wazalendo Bwana Othman Masoud Othman akiwa katika ziara zake mbalimbali katika mkoa wa Kaskazini Unguja, katika kijiji cha Nungwi. Moja kati ya masuala ambayo alikuwa anazungumzia masuala ya uandikishaji wa wapiga kura, jinsi ya tume inavyofanya marekebisho katika daftari la kudumu la wapiga kura. Cha kusikitisha, kiongozi kama huyo ambaye mkubwa, ambaye anatarajiwa kugombea nafasi ya urais, anasema uongo. Amerejea tena kusema uongo. Bahati nzuri mtamsikia mwenyewe maelezo yake na klipsi zake zote mbili wakati anapotoa maelezo. Kama mtakumbuka, Othman Masoud Othman aliwahi kusema hapa hajawahi kuwa mpiga kura katika daftari la kudumu la wapiga kura la tume ya uchaguzi wa Zanzibar. Amejaribu kujielezea mengi, lakini kwa mfano, na huu shahidi nataka nikupeni tena leo na mtamsikiliza anavyozungumza. 95 tulijiandikisha kupiga kura, tukawa na vitambulisho vya kupiga kura, lakini kama mtakumbuka 2000 tukabadilishwa vitambulisho. Tukapewa vitambulisho kama hivi, lakini vilikuwa vina rangi kama ya kijani na nyeupe hivi. Vitambulisho vile vikabadilishwa na tume ya uchaguzi. Ukiangalia kitambulisho changu hichi mimi nimekipata katika kituo cha Miembeni, ilikuwa tarehe 22 mwezi wa pili mwaka 2005. Tangu 2005 hili ni toleo la pili, na tangu siku hiyo sijawahi kujiandikisha wala kwenda kurekebisha taarifa zangu popote. Kwa maana yake ni nini? Na sio mie tu, na wote ambao mwaka huu ndo tume alitoa toleo la mwisho la vitambulisho vipya, baada vile cha kwanza cha 95 vikaja vile vya pili, ni hivi. Lakini cha kushangaza, Othman Masoud anasema kwamba wakati anakwenda kupiga kura, anaenda kujiandikisha, alisema kwamba wakati mwaka 2020 wakati wa kubadilisha taarifa katika daftari la kudumu, yeye alikuwa hayupo nje ya nchi. Lakini juzi Nungu anasema, anaambia watu kwamba yeye 2020 taarifa zake zilitolewa. Na cha kushangaza, ukisoma sheria hii ya tume ya uchaguzi, hii hapa tunayo, kusoma ibara ya 12 kifungu cha kwanza, cha pili, cha tatu, imeelezea sifa, lakini pia imeelezea jinsi gani ya mtu anaweza kubadilisha taarifa zake. Kwa mfano, ukisema kifungu cha 13 inasema wazi kwamba mtumishi yoyote wa serikali, kuanzia mtumishi wa SMZ, SMT, vyombo vya ulinzi na usalama, watumishi wa mashirika ya umma ya kimataifa, wote ambao wenye sifa kwenye daftari wanaweza wakabadilisha taarifa zao kuhamia kule ambapo alipoenda kutumikia ama alipopangiwa. Lakini cha kushangaza kwamba wakati unapobadilisha taarifa, na hapa sasa la msingi ambao ndo maana tunasema, na kauli hii ilisisitizwa na mkurugenzi wa tume ndugu Faina, kwamba Othman Masoud hakuwahi kuwepo kwenye database ya tume ya uchaguzi. Na huu ndio ukweli, akubali, asiwadanganye Wazanzibari na Watanzania. Kwa mfano,
2010 Othman Masoud, ukiacha huko nyuma sisi tulikuwa na zamani, 2010 Othman Masoud alikuwa ni mwanasheria mkuu. Atuambie taarifa zake ziko kwenye kituo kipi ama eneo lipi. Huwezi kukuta, na unapokwenda kubadilisha taarifa zako huendi na kitambulisho cha Mzanzibari mkaazi, unakwenda na kitambulisho cha tume ya uchaguzi ambacho yeye mwenyewe hata siku alipokwenda kujiandikisha upya, ambapo mwenyewe alisema na rekodi zipo kwamba kenda kurekebisha taarifa zake akaambiwa jiandikishe upya, hakwenda na kitambulisho cha tume, alikwenda na kitambulisho kipya cha Mzanzibari mkazi, ambayo kwa sheria kwa sheria namba 4 ibara ya 12 ili uandikishwe, moja katika ya sifa uwe na Zanzibari AD, ndio alikwenda nayo kama mwandikishaji mpya. Leo anaambia Othman Masoud ama aje hapa, na mimi natoa challenge, aje na kitambulisho chake cha zamani kama hichi kipya cha wapiga kura, kwamba yeye alisema kwamba 2020 hakuwepo wakati anarekebisha taarifa zake, basi aje na kitambulisho cha zamani kama hichi kama anacho. Hamwezi kumkuta nacho. Sasa leo ni hatari, kiongozi anazungumza vitu ambavyo vya uongo. Othman kwa mujibu wa tume, na bahati nzuri tume wanayo database tangu hii 2005, wanayo kumbukumbu kituo gani Othman Masoud alienda kujiandikisha kama Mpendae ama Kikwajuni ama Mbweni, ambapo taarifa zake zipo. Taarifa zake zinasoma kuanzia juzi alipoenda kujiandikisha. Sasa anapoenda kuwadanganya wananchi, na nyinyi mtasikiliza kauli zake, ni si jambo zema. Lazima tuweke sawa. Na chengine, tume ya uchaguzi haiwatoi watu kwenye daftari kwa mujibu wa sheria hii ya tume ya uchaguzi. Kila inapofika, kila baada ya miaka 15 unafanya amendment ya daftari, lakini wanaotolewa kwenye daftari, na kila baada ya miaka 5 tume wanapeleka daftari kwenye wilaya, kwenye vituo, ili kuhakiki taarifa. Na ndio maana kila kukamilika kwa uandikishaji, daftari la kwenda kwa vyama vya siasa na wadau wengine ili kutizama mapungufu, ili taarifa zako zitoe. Lazima uwe na kitambulisho cha tume. Lakini tume wanatoa watu gani kwenye daftari? Tume wanatoa wale watu ambao walipoteza sifa. Kwa mfano, wale waliofariki. Wale waliofariki ndio wanaotolewa. Tume haiwezi kumtoa mtu ambaye kwanza hajenda mwenyewe kuripoti kwenye uhakiki wa taarifa za tume. Na 2020 Othman mwenyewe kasema yeye zoezi lile alikuwa hayupo. However alikuwepo, hajaenda kujiandikisha tu. Lakini huku anazungumza kwamba taarifa zake zimetolewa. Hemu atusaidie wa Zanzibari, wamezitoa kwa mfumo gani? Na aje na kitambulisho chake. Manake mpaka sasa hivi vitambulisho vya kupigia kura, wapiga kura wapya bado tume haijatoa. Hemu atuoneshe Othman Masoud atoke hadharani na kitambulisho chake kama hichi cha kwangu. Cha kwangu hichi kimetolewa tarehe 22 mwezi wa 4 mwaka 2005. Hemu aje na kitambulisho kama hichi. Ukweli wa Zanzibari, Othman Masoud hakuwa anamuunga mkono Maalim Seif Sharif Hamad, wala hajawahi kumpigia kura Seif Sharif Hamad, wala hao walomteua tangu kipindi hicho alichosema kwa katibu mkuu 95 na kwenda mbele. Hajawahi kuwachagua. Na hii sio yeye tu wakubali. Sisi tunajua kuna maofisa wengi tu wa serikali, wengine wana nyadhifa za juu tu, hawana vitambulisho, hawajapiga kura, lakini hawadanganyi watu, wanakiri. Sawa, yeye Othman Masoud hajawahi kupiga kura hapa Zanzibar na hayumo kwenye daftari. Hili lazima wananchi tulijue na sipotoshe. Lakini jingine, anafanya jambo moja la hatari sana. Anasema kuna baadhi ya watu wametolewa kwenye daftari. Hivi ni kuulizeni waandishi, tume baada kumaliza uandikishaji imetoa taarifa wapi? Ama imetoa wapi? Najua daftari likamilika linarejeshwa kwenye maeneo husika, ili kama kuna mtu anataka kumwekea pingamizi mtu afanye. Na ndipo hapo sasa mtu akiwekwa pingamizi ndipo anatolewa kwenye daftari. Daftari tume bado haijatoa takwimu za uandikishaji. Tume bado ile daftari halijaletwa kwa wananchi wala kwenye vyama vya siasa.
Unajuaje wewe unataja namba ya watu waliotolewa, wametolewa lini? Wametolewa lini? Na wakati daftari kama uhakiki uliopita 2020 wewe ulisema ulikuwa hupo, huku unasema ulitolewa ulienda vipi? Maana huwezi kutolewa kama hujaitwa ukaenda kwenye kituo ukapeleka taarifa zako ukajikuta humo. Kwa maana hiyo wewe hukwenda kwa sababu ulikuwa unajijua hukuwemo kwenye daftari. Mimi niombe tu, si vizuri kiongozi mkubwa kama yeye, makamu wa kwanza, ametumikia serikalini nafasi za kisheria mbalimbali na nafasi za kiutendaji, kuwa mdanganyifu mbele ya umma. Ni aibu. Wewe unatarajia upate dhamana za Wazanzibari, unasema uongo tena. Ukubali Othman Masoud, wewe ni mpiga kura mpya. Na kauli hii sio kwangu mimi, mtaisikia kauli ya mkurugenzi wa tume. Haya, Othman Masoud, uko kwenye daftari la wapiga kura lini? Tuambie, mwaka gani ulijiandikisha? Ulipiga kura kwenye kituo gani? Data zipo. Hili linaitwa daftari la kudumu. Tuambie. Mimi ukenda tangu nimekwambia hii, tangu 95, 2000 mpaka 2005 tulipobadilisha hichi kitambulisho. Ukitia tu kitakwambia mimi nilijiandikisha na nimepiga kura kituo cha Miembeni Madema. Wewe tuambie kitambulisho chako kiko wapi kama hichi? Maana vipi bado havijatoka? Hicho cha zamani tuletee, toka hadharani. Mimi changu hichi hapa. Waandishi mnaweza mkakivuta mkakizumu na mkaona tarehe hii hapa kilichotolewa hichi. Na ndo maana nasema tena, humkuti Mazurui, humkuti Jusa, humkuti Mansuri na viongozi wengine ACT wanahangaika kama wanavyohangaika kwa sababu wao wanavyo kama hivi. Sasa yeye akubali, asidanganye. Ni aibu kumsikia kiongozi unadanganya mbele ya watu kwamba wewe ulitolewa kimakosa katika daftari. Wamekutoa vipi na wewe ulikuwemo? Na wewe kama unasema ulipiga kura, maana tuache 95. Cho 2000 umepiga kura wapi 2000? Ama 2005? Mimi changu hichi hapa, tuambie Osmani umepiga kura wapi? Na data zote za madaftari ya tume zipo tume ya uchaguzi, tuambie. Na bahati nzuri mkurugenzi mwenyewe kakiri wewe ni mpiga kura mpya, humo katika database za tume ya uchaguzi. Leo nakwenda kuwadanganya jamaa zangu wa Nungwi kwamba wewe ulianza kupiga kura tangu 90 wakati Salmini analetwa tunampigia Salmini na ukuta. Sote tulikuwepo. Sasa wewe tunakutudanganya wapi? Hukuwahi kumchagua Seif Sharifu hata siku moja. Hukuwahi kukipa chama cha Kafu wakati huo na ACT kura. Umekuja kutafuta madaraka, umepewa na waliokupa. Lakini hii sasa ndo wale watu waliokupa nafasi hii wanaamini kwamba walikosea. Tuambie, tuthibitishie. Wewe bwana hukuwahi kuunga mkono harakati za ACT wala za Kafu kipindi chote. Na ndo maana hukuwahi kumpigia kura almarhum Seif Sharif Hamad kwa kipindi chote. Wewe ni mpiga kura mpya, umejiandikisha juzi. Usiwadanganye wananchi. Njoo na kitambulisho kama hichi. Na bahati nzuri ndugu waandishi, unakiona hichi? Hichi kina tarehe iliyotolewa. Hichi kitambulisho. Tuambie chako kiko wapi? Changu mechi hapa. Na kwa mfano Rais Mwinyi anapiga kura, alikuwa anapiga kura jimbo la Kwahani, kituo chake cha pale ilikuwa soko la zamani ile, sasa hivi skuli pale Kwahani palipokuwa na makaburi ya mishini zamani. Alikuwa anapiga kura pale na wengine wampiga kura skuli ya Raha Leo. Dr. Mwinyi kabadilisha juzi taarifa zake baada ya kuhamia Migombani. Sasa hivi anapiga kura wapi? Migombani skuli, kwa sababu ameshatimiza miezi mingapi tunasema? Miezi 36 kwa mujibu wa sheria hii hapa iliyosema, sheria namba 4 ya mwaka 2018 kifungu cha 12. Sasa wewe tuambie wapi na kauli zako hizi mbili. Sasa nataka kuwafahamisha kwamba Watanzania na Wazanzibari, huyu jamaa ni mbabaishaji. Ni mbabaishaji na ni hatari kuwa na kiongozi kama huyu, kuwa na kauli kama hizi. Leo anasema alikuwa hayupo wakati anarekebisha taarifa zake. Kesho anasema yeye alitolewa. Ulitolewa vipi wakati ukwenda? Unatolewa vipi wakati ukwenda kuripoti? Ama taarifa alafu mwenyewe anakiri kwamba yeye hakuweza. Na hapo jamani waandishi, nini mnatakiwa mchambue vizuri. Alipokuwa anahojiwa akasema karudi mpendae
kwa sababu hakutimiza sifa Kikwajuni. Unaona kazi anasema mwenyewe, hakutimiza sifa wapi? Mbweni anapokaa katimiza sifa Mpendea alipokuwa anakaa zamani. Kama yeye alikuwa anasema ameshajiandikisha yumo kwenye daftari, kwa nini asiseme mimi nimo? Sisi tunafahamiana. Mwenyewe kakiri kwamba kaenda kujiandikisha Mpendai, ndipo alipokaa hiyo miezi 36, tena miezi 36 yenyewe ya kimchongo. Ukimwambia mtaa wako wapi unakaa hapa juu, na aliulizwa pale, mmemsikia kwa anababaika anasaidiwa. Kwa maana hiyo huyu ni mpiga kura mpya, hakuwahi kuunga mkono ACT wala kafu, na naonea huruma sana ndugu zangu ACT kwamba amebeba mzigo ambao hakuwahi kufana wao wala kusaidiana na wao hata siku moja. Yeye huyu alikuwa mwanasheria mkuu kipindi chote hicho na katibu mkuu na nafasi nyingine, hakuwahi hata siku moja kusaidia jambo lolote ambalo la ACT harakati zao wala kafu. Nilikuwa nataka nilitolee ufafanuzi hili kwamba nimemsikia clips yake alipokuwa Kunungu akidanganya kwamba yeye taarifa zake zilitolewa kimakosa, ambapo sio kweli. Hazikuweza kutolewa kwa sababu hakuwemo kwenye hilo daftari lenyewe, na ndio maana hakwenda uwe 2020. Na hata juzi mwenyewe kakiri kwamba kenda kujiandikisha, na mkurugenzi wa tume kakiri kwamba huyu ni mpiga kura mpya, ndo kwanza ameingia kwenye daftari la wapiga kura. Indhari watu kama hawa wako wengi, wanapotaka madaraka kujitia kama hivi, kwamba lazima Wazanzibar tujue mtu tunaompa mtu uongozi hakuwahi kuwa mzalendo wa kuchagua viongozi wa nchi yetu hii hata mara moja. Ni hatari sana kitu kama hicho. Uchaguzi ni jambo muhimu sana kwenye nchi. Shughuli zinasimama kwa ajili ya uchaguzi. Yeye hakujali uchaguzi wala hakujali kuwachagua viongozi. Hatima yake ndio hii ya leo. Anapita sasa kudanganya watu kwamba mimi nilikuwa kwenye daftari. Tuambie basi uko kwenye daftari katika SHIP kabla juzi kujiandikisha, ama uliwahi kupiga kura kituo kipi, na tuoneshe sasa kitambulisho chako ambacho kama hichi cha kupiga kura cha zamani. Maana hivi vipi bado tume hawajatoa, tuoneshe tuone kweli wewe uko nacho. 2010 ulipiga kura, 2015 ukapiga kura, na 2000 nyuma huko ulipiga kura. Baada kusemani kushukuruni wanahabari, mimi nitaka nikutoleni huu ufafanuzi wa jambo ambalo clips yake mmemsikia, na nadhani wanahabari mtazitafuta mtaziweka mumsikie. Huo ndo ukweli na ufafanuzi juu ya huyu bwana. Na chengine tunasema kwamba bado tume ya uchaguzi haijatuletea sisi wadau wa vyama vya siasa daftari tukajua wangapi wameandikishwa, wangapi wametolewa, wangapi wamepingwa. Hili jambo namshangaa yeye anasema kwamba ana idadi aliyoitaja kimakosa, wakati tume wenye dhamana kwa mujibu wa sheria na katiba ya Zanzibar ndio wana orodha sahihi ya waliojiandikisha, na bado utaratibu wa kuwapinga waliojiandikisha haujafanyika. Sijui yeye watu wengine walitolewa, yeye kawatoa nani na kwa kigezo kipi. Baada kusema hayo, nataka niwashukuru sana wananchi, lakini hili mzingatie kwamba watu wanatafuta kujaribu kutafuta njia za kukwepa kipigo kinachokuja, kwamba hakuna mtu ambaye mwenye sifa aliandikisha atakayetolewa atatolewa kwa kupingwa na kuto kutimiza sifa kwa mujibu wa sheria ya uandikishaji, sheria namba 4 ya mwaka 2018 ibara ya 15 ndicho inasimamia masuala ya uandikishaji na sifa za uandikishaji. Ukitimiza sifa hizo unakuwemo kwenye daftari, na ndio maana sisi tangu miaka yote tangu 95, 2000, 2005 mpaka leo tunavitambulisha hivi hapa na tunapiga kura katika maeneo yetu kama kawaida. Na mimi nikihamishiwa Dodoma, nikihamishiwa popote,